Kama masoko ya mitaji na dhamana Tanzania, leo ilikuwa ni siku muhimu katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha, hususan masoko ya mitaji, ambapo tumeweza kuorodhesha hati fungani ijulikanayo kama Makazi Bond ambayo imetolewa na kampuni ya First Housing Limited, ambapo hati fungani hii imepata mafanikio ya 661.08, ambapo walitaka kupata kiasi cha bilioni 5 lakini wamefanikiwa kupata bilioni 33.08. Mafanikio haya ya 661 si mafanikio tu kwa First Housing, lakini ni mafanikio katika sekta ya fedha, ambapo mafanikio haya yanakuwa ni mafanikio makubwa kuliko mafanikio ambayo yamewahi kutokea katika masoko ya mitaji na hati fungani ambazo zimetolewa katika fedha za Kitanzania na kuorodheshwa katika soko la hisa. Kwa hiyo leo hii tumeandika historia kubwa, ambapo hii ni historia ambapo imewezesha kupatikana kwa rasilimali fedha. Rasilimali fedha hizi kiasi cha bilioni 33.08 kinakwenda kutumika kutoa mikopo katika kuboresha makazi, ambapo taasisi ya First Housing itatoa mikopo katika kuendeleza makazi bora hapa Tanzania. Kwa hiyo leo ni siku ambayo ni muhimu sana katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha, lakini vilevile wa uchumi wa ujumla. Vilevile hati fungani hii inachangia utekelezaji wa dira 2050. Kama ambavyo mnafahamu, sasa hivi nchi yetu ya Tanzania tuko katika utekelezaji wa dira 2050, na mojawapo ya dira, malengo ya dira ni kuhakikisha kwamba sekta ya fedha inawezesha upatikanaji wa rasilimali fedha kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa taasisi, kampuni pamoja na mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo hati fungani hii inawezesha utekelezaji wa sera za kitaifa, lakini vilevile utekelezaji wa mikakati yenye lengo la kuongeza ufanisi kwa taasisi ya First Housing. Kutokana na kuorodheshwa kwa hati fungani hii katika soko la hisa la Dar es Salaam leo hii, wawekezaji ambao wakupata fursa katika soko la awali sasa wanao uwezo wa kuweza kununua hati fungani hii katika soko la hisa kupitia mawakala wenye leseni kutoka Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Lakini vilevile itawezesha utambuzi wa bei, kwa maana ya kwamba mauzo katika soko la hisa yanatokana na mwenendo wa bei zilizoko katika soko la hisa. Hati fungani hii imeweza kupata mafanikio makubwa kutokana na mazingira wezeshi, mazingira ya kisera, kisheria pamoja na kiutendaji ambayo yanaendelea kutolewa na serikali kupitia Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana. Mojawapo ya mazingira yaliyotolewa ni uwepo wa punguzo la ushiriki katika hati fungani hii, kwani CMSA tumeweza kuidhinisha punguzo kutoka milioni 1 mpaka 500,000, na hivyo kuwezesha makundi mbalimbali ikiwa ni pamoja wanawake pamoja na vijana kuweza kushiriki. Lakini vilevile ubunifu ambao umekuwepo katika hati fungani hii, ambapo malipo ya riba yatakuwa yanafanyika kila baada ya miezi 3 badala ya miezi 6. Hii imekuwa ni kivutio ambacho kimeweza kuvutia wawekezaji wengi, kwa kuwa wataweza kupata kipato chao na ukwasi katika ndani ya muda mfupi. Lakini vilevile elimu kwa umma ambayo inaendelea kutolewa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana kushirikiana na wadau mbalimbali, kama ambavyo tumeona hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, elimu imekuwa ikitolewa kuhusiana na fursa mbalimbali
za uwekezaji zinazopatikana katika masoko ya mitaji hapa nchini. Kwa hiyo tunatoa rai kwa taasisi na kampuni zingine ambazo zina uhitaji wa rasilimali fedha ziweze kutumia masoko ya mitaji kuweza kupata fedha ambazo zitatumika kukuza biashara, lakini vile vile kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa leo ni siku ya furaha sana kwenye soko la hisa kwa sababu tumeongeza bidhaa sokoni. Kila mara tunapoongeza bidhaa mpya sokoni huwa ni historia kubwa na ni furaha sana. Inaingia sokoni ikiwa na mafanikio makubwa, kwa maana kwamba First Housing Finance walitaka kupata shilingi bilioni 5 lakini wamefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 33, ambapo ni mafanikio ya 661%, ambapo ni mafanikio makubwa sana ambayo hayajawahi kufikiwa na taasisi yoyote katika wakati wa utoaji wa hati fungani. Na kwa vile hati fungani hii ime subscribers wengi ni watu mmoja, ni wawekezaji mmoja, pia italeta ukwasi sokoni. Pengine hatua hii inafungua milango kiasi gani kwa wawekezaji hususan kwenye masuala ya nyumba na makazi? Inafungua milango kwa kiasi kikubwa, kwa sababu uhitaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa makazi yaliyo bora ni mkubwa. Kwa hiyo kwa kuwa na taasisi ambayo ina mtaji wa kutosha, ambayo inaweza kufanya kazi ya kutoa mikopo ya ujenzi wa nyumba, wananchi watafaidika na tutakuwa na makazi bora. Actually ni bondi yetu ya kwanza ambayo hata wakati tunaanza mchakato tulikuwa na lengo la target bilioni 5 na kuna kitu kinaitwa green shoe ya bilioni 3 kuifanya iwe bilioni 8, lakini along the way wakati tunaendelea kupush tukaona mwitikio umekuwa mkubwa sana, ambapo badala ya bilioni 5 au bilioni 8 ambayo tulikusudia tukajikuta tumepata bilioni 33, ambayo ni 661%. Na ukiangalia katika bilioni 33 walio participate wengi sana walikuwa ni retail investors 97%, ambapo institutional investors 33%. Kwa hiyo actually hii imetufungua macho ya vitu vingi, imetufungua macho hata kujua potentiality ya soko la mitaji lililoko Tanzania, ni potential kiasi gani na ukubwa kiasi gani, na vile vile imetufungua macho ukubwa wetu First Housing, kwa sababu hata wakati tunaingia tulijiona kama underdog kwamba tulikani, lakini kutokana na hii tumeona ya kwamba kumbe soko linatujua na soko limetupokea vizuri, ambapo imekuwa ni furaha kwetu kubwa sana. Asante. Ni chachu kwa namna gani kwa lengo ambalo mlijiwekea na mkavuka kwa asilimia kubwa? Na ni chachu kwa kiasi gani kwa lengo ambalo mlijiwekea na mmevuka lile lengo kwa kiasi kubwa? Ni chachu kubwa sana, kwa sababu watu wanaohitaji nyumba, yani soko la nyumba ni kubwa sana nchini. Ni soko la nyumba ni kubwa sana, na kilichokuwa kinatukwamisha ni mitaji. Sasa mitaji tumeupata, na huu mtaji tuliopata maanake huu ni mwanzo tu, kwamba na bado tutaendelea kuja tena kwa sababu tuna mipango mingi sana ya kuhakikisha tunafanikisha masuala ya makazi bora kwa Tanzania, na kuangalia hiyo mipango tulionayo, maana yake sehemu sahihi ya kukamilisha mipango yetu ni kuja tena kwenye soko la CMSA. So tunatumai kwamba tutaendelea kuonekana tena kwenye soko ya wawekezaji 600. Hiyo ni imani ambayo wawekezaji wanayo, na imani hii pia inachochewa na uwepo wa baraza ambalo kimsingi kimfumo lipo tayari kushughulikia migogoro yote ya sekta pale inapotokea changamoto yoyote.
wito wenu nini kama baraza Tanzania kwenye masoko yetu? Maana masoko yetu haya ni salama, ambapo kama unavyoona sasa hivi bidhaa mbalimbali zinazidi kuja kwenye soko, na bidhaa zinapokuja kwenye soko, basi Watanzania tuko kama wawekezaji tunahamasishana kwamba tushiriki, sababu uwekezaji tuko salama. Ndio maana pia kunaomba baraza, ambapo baraza linatoa nafasi ya kipekee ya kushughulikia migogoro pale inapotokea na changamoto yote ya uwekezaji kwenye uwekezaji wake. Shukrani.